Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema sana na tuna wakati mzuri wa kujifunza, na nikukaribishe katika kipindi hiki. Na leo nataka tuangalie kwa habari ya maombi na specific. Nataka tujifunze kitu kidogo tu kwa muda mchache kuhusu kuomba. Sasa wengi wanaomba, ila nataka nikueleze kitu kidogo kuhusu kuomba ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako, kitakusaidia kwenye maisha yako. Tazungumza kwa ujumla wake, sio title kama ilivyo, ili upate kwa ujumla. Kwa sababu maombi ni moja ya kitu ambayo Mungu ameruhusu, ambayo tunaweza tukaitumia kufanya vitu viwe halisi kwenye maisha yetu. Ukisoma kwenye Efeso sura ya 2, anaeleza, anasema tumebarikiwa kwa baraka zote za roho. Maana yake kwa utaratibu wa kawaida wa mbinguni watu wote wamebarikiwa, lakini uhalisia wa kitu kutoka mbinguni, kutoka rohoni kuja hapa tukione, inahitaji nguvu, ambayo hiyo nguvu itavitoa vitu rohoni na kuvileta katika jinsi ya kawaida, ambayo itavitoa vitu katika namna ya ulimwengu wa roho kuvileta vije vionekane hivi. Sasa moja mekanizmu ambayo Mungu ametupa ni ya maombi. Ndio maana ukisoma maandiko, mitume wanakaa pamoja kwenye Matendo ya Mitume, wanazungumza, wanasema tutadumu katika kuomba na kulihudumia neno. Tutadumu katika kuomba na kulihudumia neno. Kuna watu ukiwafuatilia mpaka unaogopa, raia wa maombi. Kufuatia ushuhuda mmoja wa Dr. Paul, huyu bwana alikuwa wa mji wa Seoul. Seoul ni South Korea huko. Jamaa huyu Dr. Paul Yang Cho, wengi wanamfahamu kama David Yang Cho, lakini baadaye alikuja kubadilisha jina akawa Paul Yang Cho. Miaka ya 90 ndio alikuwa mtu ambaye anaongoza kwa kuwa na kanisa kubwa duniani, na akiwa anaulizwa ya kwamba ana comment nini kwenye kitu hicho, alisema omba tena. Maana yake ili uone vitu vinatokea, lazima uombe, lazima upate muda wa kujiwekeza kwenye maombi, kwa sababu maombi yana download vitu, yanavitoa roho na kuleta katika jinsi ya kawaida. Anasema ilifika hatua akaa chini akasema, sitakula kwa muda fulani, nitakuwa ninaomba tu. Wakaanza kuomba, kanisa likawa na watu 100. Akasema sitakula kwa muda kipindi fulani, nitakuwa nakula jioni tu, nitaomba mpaka nione nimefika watu 1000. Ikawa hivyo. Ikafika hatua akasema sitakula kwa muda kipindi fulani mpaka nione nimefika watu 10,000. Ikawa hivyo maombi. Baadaye akaendelea akasema 100,000, baadaye 200,000, 300,000. Ni kama ujinga mtu akiwa anazungumza, ni kama high sound hivi, lakini ilikuwa ni washika. Na hapo nazungumzia kanisa katika mji wa South Korea ambapo hakuna dini. Yani mfumo tu wa nchi hauamini kwenye vitu hivi. Lakini kwa sababu ya maombi, mambo yakakaa sawa. Maana yake jambo lolote ambalo mtu anakuwa nalo akitake time kwenye maombi linaweza likaja kwenye uhalisia wake. Danieli ilifika tu anaambiwa na mfalme, muda wengine wanataka kuuawa. Jamaa limeota ndoto, alikumbuki na halijui maana yake, ila limeweweseka. Natamani kujua ile kitu inamaanisha nini kwa nini. Kwa siku wakakaa chini pale. Danieli akasema nipeni muda, kwa sababu anajua mkinipa muda nikaenda kwenye maombi hivi vitu vinawezekana. Kitu ambacho amekiota amekisahau. Mtu akapewa muda akaingia kwenye maombi. Alivyoenda kuomba, baada ya muda mchache akaja akawapa uhalisia alichokiota na maana yake. Nini ambacho kimefanya? Kwa sababu ni kazi ya maombi kuvuta vitu kutoka roho na kuvileta kwenye uhalisia. Kuna plan uko nazo, ili zije kwenye uhalisia lazima mtu aingie kwenye maombi. Lazima mtu aombe. Ni lazima mtu aombe. Ni lazima, kwa sababu ukivichukulia katika jinsi ya kawaida haiwezi vikatokea, kwa sababu ni vya rohoni. Na unaelewa kwenye ulimwengu wa roho ndipo kunafanyika maamuzi ya vitu katika ulimwengu wa mwili. Sawa na kusema mambo yote ambayo yanafanyika katika ulimwengu wa mwili ni matokeo ya mambo ambayo yanafanyika katika ulimwengu wa roho. Sasa inategemea mtu anataka au hataki. Sasa kuna wengine wanatembea kwa baraka za wazazi wao, wanatembea kwa baraka za vipindi vilivyopita. Kuna vitu vimeshaamuliwa, kwa mwingine anajikuta anatembea hapo. Lakini kwa uhalisia, ili mtu awe na stamina yeye mwenyewe ya kufanya vitu viwe kama inavyotakiwa, lazima awe mtu wa maombi. Tafuta habari moja, bwana mmoja anaitwa John Knox, kwa ni Scotland. Ni mtumishi wa Mungu, ameamua. Alikuwa anaomba akamwambia Mungu, give me Scotland or I die. Nipe Scotland au nife. Aliomba mpaka fika hatua queen
wa Scotland alikuwa Queen, akaja akazungumza hadharani akasema, ninayaogopa maombi ya John Knox, ninayaogopa maombi ya John Knox zaidi ya majeshi yote ya Uingereza yakusanyika pamoja kushindana na mimi. Kwa nini? Kwa sababu ilifika hatua jamaa ameomba mpaka chochote akizungumza lolote ambalo analisema, na kwa nini? Power ya maombi. Na huyo mtu ilifika hatua akipiga magoti kwenye watu ambao wanapata fursa ya kwenda Scotland, eneo ambalo alikuwa anakaa bwana, ambapo watu wakiingia ndani wao wanakuta tushimo tuwili chini hivi, na wanakwambia alikuwa ni jamaa alikuwa akianza akipiga magoti hilo eneo, anaomba ifika tu mpaka chimbika chini. Hao ni watu wa maombi, na sio kuomba tu, wameomba na wameyaona matokeo. Story ya bwana mmoja aitwa Apostle Ayo Babalola, Nigeria, miaka ya zamani sana. Jamaa aliwahi kuomba mpaka akainuka hivi, anainuka na anaenda washika wa Mungu sasa, baba anaenda ukamshika ukamrudisha. Lakini ifika tu matokeo ambao ameacha hadi leo, watu wakienda kwenye eneo lake ambao sasa ni kama eneo la makumbusho leo, wakienda pale kama mtu anaomba wala haombe automatically, kwa sababu ya anga na wingu ya dolini watu wanaomba. Kwa nini? Kwa sababu maombi yanafanya vitu vinakuwa halisi. Kwa hiyo kuna mambo unayatamani yawe, wewe omba tu. Wewe omba. Andiko nasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru. Usijisumbue kwa neno lolote. Ni kweli vitu vipo, ila usijisumbue. Take time, ingia kwenye maombi. Jipe muda, omba. Kuna kule kusema omba mpaka maombi ya kuombea. Yaani unajua kuna muda unaomba mpaka ukilala hivi unaamka tu ilaga. Yaani ni kitu kimejaa ndani, kinakuwa ni kama kina nanili, kinakusumbua, kinakukeleketa ndani. Unaomba mpaka pointi ambayo ukikaa hivi ufahamu, mwili na roho vyote viko connected kwenye maombi tu. Yaani kabisa kwenye maombi. Sasa hapo ndio point ambapo ukifika kuna eneo ukiingia roho chafu zikiona unafika eneo tena, kwa sababu umeomba, umewaka mpaka ni moto tu, ni kama unatembea moto peke yake. Ni point hiyo ya nini? Ya maombi. Kasikia ushuhuda mmoja wa Pastor Chris ya Kilome, anasema siku moja akiwa anaomba akasema Yesu ni haki yangu. Anasema Jesus is my righteousness. Anasema akainuka alafu akapotea. Akajikuta yuko kwenye kichaka polini. Anasema anainuka, anainua macho hivi, anafurahia. Anafurahia nini? Anafurahia uwepo wa Mungu, kwa sababu ni kwenye maombi hiyo kitu. Sasa hiyo inakupa ujasiri. Kuna vitu ukikutana kwenye maombi vinakupa ujasiri wa kufanya vitu vingine katika jinsi ya kawaida. Unajua mtu ambaye amekutana na viumbe vya kutisha katika ulimwengu wa roho hawezi akatishwa na vitu ambavyo vinaonekana katika ulimwengu wa mwili. Kuna vitu ukikutana navyo rohoni, kwenye ulimwengu wa mwili huwezi kuogopa. Unakuwa una uhakika ya kwamba kama vile nimekutana navyo kule, hivi au haviwezi kutisha, kwa sababu hivi hapa ni sehemu kidogo ya udhihirisho ambao uko katika ulimwengu wa roho. Kwa mtu ambaye ametake time kwenye maombi, amejipa muda, akaomba. Kikubwa tuombe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Muda mwingi akanena kwa lugha, muda mwingi akasogea mbele za Bwana, akakaa kwenye uwepo wa Mungu kwa muda wa kutosha. Mambo ya nje hayawezi akamsumbua. Kuna mtu anaweza sionekane kama yako sawa hivi, zikaonekana kama ni changamoto, vikaonekana kama ni vipindi vigumu, vikaonekana kama ni vitisho kwake, jinsi hali ya maisha jinsi ilivyo, lakini kwa sababu ya anayokutana nayo rohoni, anakuwa na stamina, anakuwa na nguvu ya kuviamuru vitu. Kwenye maandiko Paulo anazungumza kitu, anasema kuna swala la imani, akazungumzia jinsi ambavyo Ibrahimu alivyokuwa, ya kwamba alikuwa na jinsi ya kuvitazamia vitu ambavyo havipo kwenye mazingira yetu, ila amevitazamia kama vipo. Sasa nakusema hivi, kuna vitu ni havionekani leo, lakini yale vitazamia kama vitu ambavyo vinaonekana. Na ndio lugha hiyo nadhani kwenye Wakorintho wa kwanza 4:18, sikumbuki vizuri kama sio Warumi 4:18, anapozungumza katupa uhakika, anasema tuvitazamie visivyoonekana kwa sababu vinadumu, zaidi ya hivi ambavyo vinaonekana kwa sababu ni vya kitambo. Ni kwenye maombi pekee yake ambavyo unaweza ukavitazamia vitu ambavyo hauvioni leo na kwamba vitakuwepo. Ukitazama hivi ni kama havipo, lakini kule kwenye maombi unavitamka, kule kwenye maombi unaviita, kule kwenye maombi unavisema kwa uhalisia wake. Ukichomoka nje watu wakiangalia havipo, lakini kule kwenye maombi unavitamka. Ile
vile kuvitamka maana unavileta kwenye uhalisia. Kwenye Mithali sura 18 mstari wa 21 anazungumza, anasema mtu ambaye atautumia ulimi wake vizuri atakula matunda yake. Anasema uzima na mauti uko katika uwezo wa ulimi. Naye utumia vyema atakula matunda yake. Unaotumia ulimi wako vizuri kwenye eneo la maombi. Unavyoingia pale unaomba. Unavyoingia pale unanena kwa lugha. Unapata muda wa kupray mbele za Mungu. Unapata muda wa kuhusiana na viumbe vya roho. Kuna kitabu nimeandika ukitafute faida 50 za maombi. Moja ya faida ni unavitoa vitu rohoni unavileta kwenye uhalisia. Mtu anaumwa rohoni, principle imeshawekwa kwa mujibu wa kitabu cha Isaya. Kwenye Isaya principle ambayo iko pale ni kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Isaya 53. Kwa kupigwa kwake tumepona. Kwa mtu yeyote ambaye anaumwa, kupigwa kwa Yesu ambaye shapigwa tayari, watu wamepona. Huo ni uhalisia rohoni, ila kwenye hali kawaida mtu anaumwa. Kwa ili apone maana yake lazima utoe uhalisia rohoni uulete kazi ya maombi. Kwa mtu lazima take time pale aombe, aviite vitu, avitamke, avikusanye. Ukifanya hivyo unakuwa unajiongeza, ndio uwezo unaongezeka hapo. Ndio nguvu inaongezeka hapo. Ndio namna ya kufanya vitu vitishwe, viwekwe chini ya miguu inakuwa hapo. Kwa sababu tunaeleza kwenye Efeso sura ile ya kwanza, kaanzia mstari wa 17 hadi wa 21 mstari wa mwisho wa sura hiyo. Anaeleza jinsi ambavyo Yesu amekaa pale kama utukufu, alafu Mungu Baba kama Baba utukufu. Alafu anaeleza jinsi ambavyo Yesu ameshinda, alafu Yesu akapanda juu mbinguni. Alivyoketi juu mbinguni akavitisha vitu vyote na kuviweka chini ya miguu. Alafu baada ya kusema lugha hiyo, akaja akamalizia akasema chini ya kanisa ambao ni mwili wa Kristo. Sasa pale akasema vitu vyote vimetishwa chini ya miguu ya nani? Ya Yesu. Alafu anasema kanisa ni mwili wa Kristo. Sasa wewe hapo lazima uwe na macho ya kutazama vitu kwa mbali. Kama kanisa ni mwili wa Kristo, maana yake yeye anasimama kama kichwa. Miguu iko kwenye mwili huko chini. Maana yake vitu vimetishwa chini ya kanisa. Kwa ili uone huo uhalisia vitu kutishwa, prayer lazima uingie kwenye maombi. Principles ziko nyingi, ila principle moja wapo ni ya maombi. Lazima uombe. Kwa pata muda. Kuna wakati unaona muda unabana, kachi omba. Kuna muda ukitulia unaona vitu kama hapana, take time, nenda omba. Ukichoka omba. Mambo yakiwa sawa omba. Vitu vikiwa vibaya omba. Yanawezekana hayawezekani omba, kwa sababu kwa Mungu yote yanawezekana. Watu wanakubali hawakubali omba. Wanakutia moyo hawakutii moyo omba. Wako tayari kutembea na wewe hawako tayari omba. Omba mpaka maombi ya kuombe. Yaani ukitembea hivi ni maombi tu. Yaani kuna wakati tunatembea ni maombi tu yamejaa kwenye eneo hilo. Pray without ceasing. Jina la Yesu lisifiwe sana. Mungu akubariki sana. Take time, ingia kwenye maombi katika